Majina yangu naitwa Joseph Mhono Mseti. Ni mchungaji, mwanafunzi. Niko mwaka wa 3 katika chuo kile cha Mwanza, lakini nilianzia hapa kama mchungaji msaidizi kabla ya kwenda kupanda kanisa kule Nshinde. Kwa hiyo kwa sasa niko Nshinde. Ukifika Nshinde Center nikamji kapya, na sasa tunakwenda kuwekewa stendi mpya pale. Kwa tuko pale tukimtumikia Bwana. Nimeoa, nina mke mmoja mzuri sana. Kwa majina yake anaitwa Adelina Thomas Silayo, lakini wakati mwingine yeye anajiita Adelina Joseph Mseti kwa sababu yeye ni yeye ametoka kwenye ubavu wangu. Kwa hiyo anajitambulisha kwa namna hiyo, wala haoni shaka. Haleluya. Tumebarikiwa kupata watoto 5, 2 wa kiume na 3 wa kike. Wa kwanza akiitwa John, wa pili akiitwa Janet, wa 3 akiitwa Judithi, na ule wa 4 akiitwa Glory, na mwingine wa mwisho akiitwa James. Utauliza kwa nini Glory ameenda pale na kwenda kwenye J? Nitakwambia siku nyingine nikija kukutembea hapa. Haleluya, wana wa Mungu. Amina sana. Andikieni kamda. Watakatifu wa Bwana, ni wiki ya Pentekoste. Ni wiki ya nini? Ni wiki la Pentekoste. Haleluya. Wiki la Pentekoste. Lamkini tunaweza kusema ni wiki la Pentekoste, lakini tukawa hatujui maana yake nini. Na somo langu leo litaangazia kukufahamisha nini maana ya Pentekoste. Nini maana ya Pentekoste? Na somo langu linasema, unaishi katika Pentekoste ipi katika maisha yako? Unaishi katika Pentekoste ipi katika maisha yako? Ni somo lilio katika namna ya swali. Tarudia, unaishi katika Pentekoste ipi katika maisha yako? Na tutakwenda kuongozwa na andiko kutoka Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari ule wa 1 hadi mstari wa 4. Kisha tutaruka, tutakwenda mstari wa 12 hadi 21. Kwa wale tunaoandika, andiko letu ni Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4, na baadaye tutaruka kwenda kwenye mstari wa 12 hadi 21. Lakini pia unaweza ukasoma sura nzima, itakuwa ni jambo zuri sana. Wakati nikiwepo hapa, tulipokuwa tukianza au lile andiko likisomwa, basi niliona kulijenga mazoea au tabia ya kusimama. Kwa nami nitapenda kama utasimama tunapokwenda kusoma maandiko haya ambayo yatatuongoza katika somo letu la leo. Nitafurahi kama utasimama pale tunaposoma maandiko yetu haya yatatuongoza katika somo letu la leo. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukajaza nyumba yote. Waliokuwamo wameketi. Tuketi, wana wa Mungu. Tutaendelea baadaye inayofuata. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote
mahali pamoja. Kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, mwandishi wake hakisemi chenyewe kwamba ni nani, lakini kutokana na uandishi, tunaposoma kitabu kile cha Luka sura ya 1 mstari wa 1 hadi ule wa 4, na tunaporudi katika Matendo ya Mitume tukasoma Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 1 hata ule wa 4 wa 3, ndipo tunapopata picha kwamba mwandishi wa kitabu hiki atakuwa ni Luka. Mwandishi wa kitabu hiki atakuwa ni Luka. Na alikuwa akimwandikia nani? Tunaona kwamba alikuwa akimwandikia Tofilo. Alikuwa akimwandikia Tofilo. Tofilo ni nani? Tofilo alikuwa ni mtu mmoja mkuu au maarufu katika mji ule, naye alitaka kujua habari za Yesu Kristo au habari za kanisa la kwanza. Kwa hiyo Luka akawa anaandika vitabu hivi kwa ajili ya kumwelezea huyu Tofilo habari za kanisa la kwanza. Alitamani kusikia. Kwa hiyo kwa maana nyingine tungeweza kusema kama ni nyaraka au ni barua, tungesema kwamba Luka iwe waraka wa kwanza wa Tofilo, na hii ya pili Matendo ikawe waraka wa pili. Haleluya, wana wa Mungu. Kitabu hiki kimeandikwa mwaka wa 61 hadi 64 baada ya Kristo. Na inasisitiza zaidi juu ya Pentekoste au nguvu za Roho Mtakatifu. Inasisitiza Pentekoste au kwa maana ya nguvu za Roho Mtakatifu. Pentekoste ilianza tangu Agano la Kale, pale baada ya Wanaisraeli kutoka Misri. Kuna maagizo mengi walipewa baada ya kutoka Misri utumwani, ikiwepo moja kutunza Pasaka, ambayo walichinja mnyama kwa ajili ya kukumbuka siku ile walipochinja mnyama na ikaile damu akapaka kwenye mimo ya milango, ambayo ilipelekea pigo lile ambalo lilifanya Farao awaachie waondoke. Walichinja mnyama wakapaka kwenye mimo ya milango, na alipopita malaika hakuweza kuzuru Mwisraeli, ila alizuliwa yule mwana wa kwanza wa wana wa Misri, na hili ikawa tisho, wakaondoka. Kwa hiyo walipotoka, Mungu aliwapa maagizo ya kufanya ili waendelee kukumbuka kazi nzuri iliyofanyika walipokuwa wakitoka Misri. Moja ya jambo lingine waliopewa walikumbuke ni hili ambalo ni kwamba watafanya Pentekoste, ambao wao waliita sikukuu ya mavuno au sikukuu ya vibanda. Unaweza kuona hata leo kuna wengine wanafanya vitu hivyo. Sikukuu ya vibanda ilifanyika majuma 7 tangu walipoanza kuweka mundu kwenye mazao yao, maana yake wakianza kuvuna. Hapo ndipo waliweza kuhesabu majuma 7. Maana yake kuchukua majuma 7 mara 7, kwa sababu majuma hayo na siku 7, maana yake ni siku 49. Siku 49, ile siku ya 50 ndipo walipofanya hiyo sherehe yao ya kufurahia mavuno yao. Kwa hiyo walikwenda mahali kwenye uwanja mkubwa, wakaweka vibanda pale, wakaweka maturubali mahali pale, wakaanza kuona mtukuza Mungu, wakawa wanakula na kufurahi pale. Kila mmoja ameenda na sadaka yake, ameenda na kila kitu alichokuwa nacho, wakienda kumtukuza nani? Wakimtukuza Mungu. Haleluya, wana wa Mungu. Na tunapata habari hizo ukisoma katika Kutoka, Kumbukumbu la Torati sura ya 16 mstari wa 9. Nisomee Kumbukumbu la Torati sura ya 16 na mstari wa 9. Sijapata msomaji. Na kama utasoma kwa msaada wa Bwana na akupe maiki, tafadhali naomba mheshimu, mpe maiki
Kwa sababu Bwana ametupa bahati nzuri vipaza sauti. Kwa nini atumie sauti kavu? Kumbukumbu la Torati sura ya 16 na mstari wa 9, neno la Mungu linasema jihesabie majuma 7. Jihesabie majuma 7. Tangu wakati uanzao kutia mundu katika mmea utaanza kuhesabu majuma 7. Tangu unapotia mundu kwenye mazao yake, maana yake kaanza kuvuna. Nawe sikukuu ya majuma umfanyie Bwana Mungu wako kwa kutoa sadaka ya hiari ya mkono wako, utakayotoa kwa kadri akubarikiavyo Bwana Mungu wako. Nawe utafurahi mbele ya Bwana Mungu wako, wewe na mwana wako na binti yako na mtumwa wako na mjakazi wako na Mlawi aliye ndani ya malango yako na mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mumewe walio katikati yako, katika mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake. Haleluya. Mahali ambapo amepachagua Bwana alikalishe jina lake. Mahali hapo walikusanyika, wala hawakwenda peke yao, walienda na watoto wao, walienda na wafanyakazi wao wa ndani. Sio kama sisi tunaoachaga nyumbani tunaenda kanisani tunamwambia mfanyakazi wa ndani baki hapo ufanye usafi. Wataenda naye, wataenda na mtumwa, wataenda na mjane aliyo nyumbani kwao ambaye amefiliwa na mume wake, hana msaada, wataenda naye, hawatamwacha. Unaona hiyo, walienda watu wote katika ile nyumba wakaenda kumtukuza Bwana kwamba Mungu amewabarikia, na hawakwenda mikono mitupu, walikwenda na sadaka. Haleluya. Kwa sababu Mungu amewabariki, ndio maana aliwaambia wataenda siku ile nzuri. Tangu pale walipoanza kuvuna, maana yake wamemaliza kuvuna, kila mmoja ameona faida aliyopata. Kwa hiyo faida aliyoipata anakwenda nayo mbele za Bwana kwa moyo mweupe. Haleluya. Na kwa moyo wa uzuri. Maana kama ni kuruka, ataruka kwa ushindi kwa sababu anayo furaha na anao uhakika wa kula na kushiba. Haleluya. Mungu sio dhalimu, rafiki yangu nikwambie. Mungu ni Mungu wa amani na furaha. Na ndio maana anasema tuwe na furaha. Na wewe tu kama umekaa hapa unatakiwa uwe na furaha ya Kristo. Haleluya. Unapotembea njiani umejaa mafuta, unatembea kwa furaha ya Kristo. Na natamani kwamba nione katika wiki hii tuliojaa mafuta, maana yake mahali hapa kiti chako kisingeweza kukarika kwa sababu umejaa mafuta ya Roho Mtakatifu. Unayo furaha kwa sababu umevuna. Haleluya. Huwezi ukaa kwa unyonge kwa sababu Mungu amekupa afya, mtaji. Kwa unapokuja nyumbani mwako umekuja na mtaji, unatakiwa udhibitisha huo mtaji kama kweli Mungu ndio amekupa. Mtu anakuja kanisani anaondoka na nguvu zake alizokuja nazo. Unabakiza ukafanya biashara yako. Huyu Mungu aliyekupa humwachie hata kidogo. Yaani hamna hata jasho kalikotoka hata kidogo. Haleluya. Unatakiwa kidogo umwachie Mungu nguvu zako hapa. Ndio maana nilikawia kutoka pale kwenye kiti, nikajua mlishaahirisha ule mzunguko wetu hapa. Lakini naona umepungua. Kwa sababu mimi nilikuwa nikija hapa kwa kweli najiachia mbele za Bwana. Wakipiga muziki wao na nacheza kwa sababu zamani nilikuwa mcheza muziki. Kwa hiyo nilikuwa sio kama nilikuwa nacheza kwamba nini, nilikuwa naenda disco. Kwa hiyo nilikuwa nikifika hapa sasa siendi tena disco. Kwa hiyo disco na Yesu ndio naikuta hapa. Kwa hiyo naingia hapo. Haleluya. Kwa hiyo nguvu yangu, mwili wangu unafurahia. Kwa nini nafika kwa sababu wanaenda disco? Wanakwenda disco ili wafurahishe miili yao. Wengine hawawezi kufanya mazoezi nyumbani. Wanaenda kufanyia wapi? Disco. Wanacheza, wanafanya nini mpaka wanatoka jasho, maana yake wamefanya mazoezi. Hasa wewe mazoezi unafanyaga wapi? Kwenye biashara yako. Biashara yenyewe umekaa. Unafanya muda wote umekaa. Kwa hiyo unakuja kanisani na penyewe unakaa. Urudi nyumbani umekaa. Kila mahali umekaa. Mgongo ukianza kuuma unasema jamani kama mgongo katauma sana kwa sababu nguvu zako unakuja nazo na unaondoka nazo. Haleluya. Haleluya. Lazima umpe Bwana haki yako. Watu hao wakaenda, wakafika mahali pale wakiwa Mungu tayari amekwisha kuwabariki. Wamekwisha kuvuna. Maana yake walikwenda kwa furaha. Na ndio maana unatakiwa na wewe ukija nyumbani mwa Bwana, wiki nzima amekutunza, wiki nzima, siku 6 uko salama, na siku ya 7 umeamka ukiwa salama, unaingia mlangoni mwa Bwana mahali hapa, unamtukuza, unamuinua kwa sababu tayari unacho angalau cha kuanzia. Haleluya. Mtu mgonjwa ndio anaweza akakaa kwa huzuni kwa sababu hana kianzio. Wewe una kianzio. Lazima umuinue Bwana kwa nguvu zote kwa sababu amekupa kianzio hata kama una hela, kianzio unacho. Na nilikwambia mgonjwa anafanya kazi, mgonjwa hawezi kufanya kazi, lakini mtu mzima anafanya kazi. Kwa hiyo kama wewe una nguvu zako na miguu na macho na mikono, alafu unalala njaa, hiyo sio tatizo la Mungu, ni tatizo lako wewe.
Nguvu zako unatembea nazo mwenyewe. Naongelea Pentekoste. Haleluya wana wa Mungu. Kwa tunaona hii ni Pentekoste ya kwanza ambayo tunaiona kwamba ilifanyika baada ya kuona Israeli wametoka Misri. Na walifanyaje? Walikwenda kumtukuza Bwana baada ya majuma 7 tangu walipotia mundu kuvuna. Na walipoendelea kuvuna namna hiyo, ndipo walipokwenda kumtukuza Bwana siku ile ya 50. Lakini leo kwenye Agano Jipya, Pentekoste kwa Kiyunani ni 50, ikimaanisha siku ya 50 tangu Yesu alipofufuka. Walihesabu tangu hapo, kwa sababu Yesu alipokuwa anaondoka aliwaambia msitoke humo mpaka mpokee nguvu. Na wenyewe wakatulia ndani wakisubiri agizo la Mungu alilowaambia. Haleluya. Walipotulia ndani, ndipo siku ya 50 Roho Mtakatifu anawashukia wale mitume na wanafunzi wote waliokuwa mle ndani. Kwa alipowashukia, ikawa ni ibada ambayo inafanyika katika Pentekoste katika dini ya Kiyahudi, lakini na Wakristo. Haleluya wana wa Mungu. Kwa katika Agano Jipya, siku hii ya Pentekoste inakuwa na sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ambayo tunaikumbuka ni ile Roho Mtakatifu alipowashukia mitume. Na sehemu ya pili ni ile ambayo Mkristo wa leo unaokoka, unampokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wako, kisha unapokea Roho Mtakatifu. Haleluya wana wa Mungu. Kwa hiyo hatusherekei historia, tunasherekea kitu halisi. Haleluya wana wa Mungu. Kwa ni lazima ujue Pentekoste kwamba tunazungumza habari za Roho Mtakatifu. Hatuzungumzi habari za mambo yaliyopita. Tunazungumza habari za ahadi ya Baba kutimia kwetu. Hata wewe ambaye ulikuwa bado hujapokea huyo Roho Mtakatifu, haukuwepo kipindi cha mitume, lakini ukaja leo ukampa Yesu maisha yako, ukaokoka, maana yake tayari na wewe ni Pentekoste. Na sasa leo tunakumbuka rasmi kwamba kwa sababu wale ilikuwa siku ya 50, na sisi kwa kipindi hiki tulikumbuka Pasaka, tukasherehekea Pasaka kwamba hakika Bwana amekufa akafufuka, tukasherehekea tukamaliza. Lazima tuendelee kuwa na kumbukumbu katika mioyo yetu kwamba kazi ya msalaba iliyofanyika haikuishia pale. Tunaendelea kukaa nyumbani mwa Bwana tukitafakari kazi ya msalaba. Bwana aliniokoa, Bwana alinitendea makuu, sikuwa hivi nilivyo, lakini leo niko tofauti. Kama sio Mungu nisingekuwa hapa nilipo. Ukitafakari, kwa kadri unavyotafakari, manake leo sasa unakuwa mahali ambapo pametulia, ukimsubiria Roho wa Bwana ashuke juu yako. Na kwa sababu alishuka siku ile ya Pentekoste, na kuambia wiki nzima alishuka, na hata leo atashuka. Haleluya. Hata leo atafanyaje? Hata leo atafanyaje? Nina watu ambao hawana kiu ya kumuona Roho Mtakatifu akushuka, lakini nakuhakikishia lazima uwe na kiu. Jenga kiu yako, Roho akashuka juu yako kwa jina la Yesu. Na kama ameshashuka, natakiwa matendo yaonekane kwako kwamba Roho ameshashuka na anafanya kazi hata sasa. Haleluya. Lakini kuna mwingine atanishangaa, huyu baba anasema nini? Nasema hivyo, usirudi na nguvu zako nyumbani. Hii nipe hata sauti yako. Haleluya. Mimi mwenyewe nikwambie hapa, jana nilikuwa niko mtaani napiga gombo. Ndio maana sauti hiyo imekwama, kwa sababu sina vyombo vya kufaa sana, lakini napeleka injili hivyo hivyo katika mtaa ule. Naipiga injili hivyo hivyo. Nilipokwenda kupanda kanisa, nilianza mimi na mke wangu na mama mko wangu. Tunatembea watatu tu. Tunaweka spika yetu, tunapiga injili. Haleluya. Kwa sababu mimi kusudi langu sio njaa wala inanisumbua nikahubiri. Shida yangu ni kuona namtendea Bwana kazi aliyoifanya. Kazi aliyotuagiza kuifanya niifanye. Haleluya. Sio njaa. Ingekuwa njaa mimi ningekaa nyumbani tu nile. Nafanya kazi mpaka leo sijaacha bado. Kwa hiyo sio njaa, ila ninataka nione kazi ya Bwana nasonga mbele. Haleluya. Nitahubiri mtaani wala sioni aibu. Kwa hiyo kama wewe uko kanisani hapo umefungiwa na vioo umewekewa, unashindwa kutoa sauti yako, nitakushangaa. Mwambie jirani yako, mchungaji anakushangaa. Na hata wewe umemwambia kwa sauti iliyo ndogo unamuogopa, mwambie tena, hata mchungaji anakushangaa.
Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo somo letu limeuliza, uko Pentekoste gani? Unaishi Pentekoste gani kwenye maisha yako? Nimeshakwambia kuna Pentekoste 3 ambazo zimekwisha kutokea. Sasa leo unaishi Pentekoste ipi? Ulipoambia uje kwenye semina ya Pentekoste, ulikuja kwenye Pentekoste gani? Ulikuja ile ya vibanda? Au ulikuja ya mitume? Au umekuja ya kwako? Muulize jirani yako. Muulize jirani yako, Pentekoste unaisherehekea leo ni ile ya vibanda ambao walivuna? Ni ile ya mitume au ni ya kwako? Si umuulize. Si umuulize. Muulize basi jirani yako. Basi mimi ngoja nikuongoze jinsi ya kumuuliza. Haya, mshike mkono vizuri. Mshike mkono sawa sawa. Mshike mkono, najua unashindwa. Rafiki yangu, mshike mkono huyo Edison. Achana na mtoto Edison, mshike huyo dada yangu umekaa naye hapo, mkulia mrefu kama mimi. Nashukuru bado yuko kanisani. Nilikazana kweli kufundisha kwenye wanafunzi, kwenye uongofu wapi. Mshike huyu aliye mbele. Unashikaje wa nyuma? Kwani huyu mama nani ana nini? Unamuogopa? Basi vizuri. Huyo mtoto hawezi kusema chochote, kwanza hajui. Mshike wewe, mshike huyo. Mimi siachili baraka. Nimesema uulize swali na akupe swali jibu sahihi. Mtoto hajui ninachokisema sasa hivi, atakijua baadaye. Kwa hiyo nataka umshike mtu mzima mwenye akili zake timamu. Haya, muulize. Ndugu yangu mpendwa, tunasherehekea Pentekoste. Je, wewe mwenzangu, ni Pentekoste gani ambayo unasherehekea? Ni ile ya vibanda, ya mitume au ya kwako? Naomba mjibu. Haleluya. Haleluya. Pentekoste ni ya kwetu sisi kwa sababu Roho Mtakatifu hashuki mitume, mitume hawapo. Roho Mtakatifu anakushukia wewe kwa sababu upo. Haleluya. Na hii ni ahadi ya Baba. Roho Mtakatifu anaposhuka, tunapewa mambo ya kufanya, tunakumbushwa, tunashauriwa, tunaelekezwa, tunasaidiwa. Hata kuomba kwako, kama una Roho Mtakatifu, unaomba kwa nguvu mno, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio msaada wetu. Anasema hata kuomba hatujui kuomba sisi ipasavyo, ila Roho Mtakatifu utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Haleluya. Usije kujisifu kwa lolote, kwa mimi najua kuomba, hakuna. Usije kujisifu kwa lolote, mimi najua kusifu, hakuna. Usije kujisifu kwa lolote, mimi najua kucheza, hakuna. Ni Roho Mtakatifu anashuka na kukupa maelekezo. Amen. Na asipokupa maelekezo utafanya tofauti na mpango wa Mungu. Kwa hiyo, kwa sababu Roho Mtakatifu anajua Mungu anavyotaka, ndivyo atakavyokuelekeza ufanye ili upate kile unachokihitaji. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Kwa hiyo, kama nilivyosema, Roho Mtakatifu kwamba alishuka siku ya Pentekoste. Kwa hiyo tunapoongelea Pentekoste, mawazo yako yakimbie kuangalia Roho Mtakatifu. Leo watu hawaoni nguvu ya Pentekoste, hawaoni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa nini? Watu wamekuwa wenye kudhihaki. Leo watu hawaoni nguvu ya Pentekoste, hawaoni nguvu ya Roho Mtakatifu kwa sababu wanadhihaki. Mtu anasikia mwenzake ananena kwa lugha, anasema huyu ananenaje? Ananenaje? Kwani Roho Mtakatifu anaposhuka anasema na wewe ujue mimi nanena nini? Roho Mtakatifu anaposhuka anataka na wewe akwambie mimi nanena nini? Na kama ameamua kukwambia wewe, unatakiwa wewe uliambie kanisa liko nanena nini. Na kama wewe huna uwezo wa kwenda kutafasiria kanisa, kwa nini unataka ujue nanena nini? Viaka. Katika mstari wa 13 nisomee. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 13.
Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 13 nisomee. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Wengine walidhihaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo. Wamelewa kwa mvinyo. Endelea. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11. Subiria hapo hapo. Keti tu kidogo. Lakini wakati watu wanashangaa, leo imekuwaje? Mbona ndugu yetu leo ananena kwa lugha namna hii? Mbona ndugu yetu leo amejaa nguvu namna hii? Watu wanashangaa, wananena kwa lugha, wanasema mpaka lugha ambazo wao walikuwa wazijui makabila mengine. Sasa hawa wengine ambao walikuwa ni Wayahudi kabisa, ambao wanajua habari hizi, wakaanza kudhihaki kwamba watu hawa wamelewa mvinyo, wamelewa pombe. Kama wewe leo unapoanza kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu ameshuka, watu wanakuambia wewe ni shida zako, una njaa leo, ujala ndio maana umenena kwa lugha sana. Wewe hauna hela ndio maana umenena kwa lugha sana. Watasema, na kwa sababu hao wanaosema ndio wamekuwa kikwazo wewe usijazwe Roho Mtakatifu kwa sababu umesikiliza, na wao pia hawajazwi Roho Mtakatifu kwa sababu wamekuwa ni watu wanaodhihaki, wanadhihaki nguvu ya Mungu. Haleluya, wana wa Mungu. Watu wanadhihaki. Kwa hiyo wewe unapoingia kwenye kunena kwa lugha, usiangalie hali kushoto wala kulia. Wewe mimina roho yako kwa Bwana, kwa sababu Mungu ameshuka kukuhudumia, anajua hitaji lako na ni wakati wako wa kuhudumiwa. Kwa nini ujicheleweshe? Jiachie. Atakayekucheka acheke, atakayezungumza zungumze, wewe ziba masikio kwa sababu ukamwangalie Bwana. Kwanza na wewe unasikiliza hayo kwamba wanasema huyu ananenaje? Unatafuta nini? Na maana macho yako na wewe hayapo. Unataka utoe kwenye uwepo wa Mungu. Wewe jiachilie. Kama ni kunena kwa lugha, nena. Wewe zama tu. Ili wao waendelee kudhihaki kwa sababu hawakuanza leo. Haleluya. Hawakuanza leo. Walianza miaka hiyo kudhihaki. Wakisema wamelewa pombe, na wewe utakwambia maneno yote kwa kuambia. Haleluya, wana wa Mungu. Haleluya, wana wa Mungu. Nasema na mtu katika kanisa hili, mtu ameokoka kabisa lakini bado anaweza kusema maneno hayo. Lakini jambo lingine ni kutokujua maandiko. Kutokujua maandiko ni kikwazo cha watu kutokujaa Roho Mtakatifu. Ni tatizo kubwa kwa washirika wa leo. Kutokujua maandiko. Watu hawataki kulijua neno la Mungu. Yesu akasema kwamba Mungu anasema kwamba watu wanamtafuta lakini hawataki kumjua. Kwa kulijua neno la Mungu ni msaada mkubwa wa kukusaidia wewe. Watu hawa, Petro anasimama kuambia kwamba watu hawa hawajalewa, ila anawakumbusha kupitia neno la Mungu. Na wewe unapoambiwa kwamba unanena aje, mbona unanena sio sawa sawa, wanenagi hivyo, wewe nani alikufundisha kwa wananenaga hivyo? Aliyeshoa kukufundisha kwamba tunanenaga hivi ni nani? Wewe kama unasemeka ndinda mpaka roho anashuka, ndiyo roho huyo. Haleluya. Kama wewe anasemaga haromose keterika rabosaya, ni roho huyo. Haleluya. Kila mmoja roho anavyoshuka anampa kutamka kwa jinsi yake, ili aijenge nafsi yake, ili Mungu ampe, kwa sababu haja zako hakuna anayezijua. Hata baba yako kimwambia hawezi kuzijua kama unavyozijua wewe. Maumivu ulio nayo hakuna anaweza kuyajua kama si wewe mwenyewe. Hata ungemsimulia ukatoa na machozi, hawezi kusikia maumivu ulio nayo. Atakutia moyo tu. Wewe ndio baba yako wa mbinguni, anajua mateso ulio nayo, anajua maumivu ulio nayo. Na kwa namna hiyo anashuka kwa wakati wa Roho Mtakatifu ili akusaidie, akutue mzigo wako kama alivyoahidi, njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwani mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Neno la Bwana limesema. Kwa hiyo lazima ujue kwamba tunahitaji kupata raha, na kama unahitaji kupata raha lazima umimine moyo wako kwa Bwana, Roho Mtakatifu akishuka mpokee. Haleluya, wana wa Mungu. Ukimpokea anafanya jambo jipya ndani yako. Kwa hiyo anapofanya jambo jipya ndani mwako, lazima watu washangae, kwa sababu kuna nguvu ya tofauti inashuka. Kuna nguvu ya tofauti inafanya mambo ndani yako ambayo hata kwake anatikiswa hapo alipo.
Na ndio maana anatamani unyamaze, anatamani ukae kimya, kwa sababu umenena, umemtikisa hata yeye anasikia kama vile hana nguvu. Kwa hiyo anatamani wakati mwingine ukanyage mguu kwamba unyamaze, usiendelee kunena. Ukanyaga mguu, mwambie kamba na mimi, ikiwezekana toka kwenye kiti, nenda mbele, kagaregale wewe mwenyewe, kwa sababu tabu yako, shida yako unaijua wewe, na anaijua vizuri ni Mungu, wala sio mume wako, wala sio mke wako, wala sio baba yako. Hakuna mtu yeyote kaijua kama wewe unavyojua na Mungu wako aliyekuumba. Kwa unapokwenda kujiachilia mbele za Bwana, jiachilie sawa sawa. Haleluya, wana wa Mungu. Petro akawaambiaje? Nisomee ule mstari wa 15 na ule wa 16. Petro anawakumbusha. Nitasoma. Amen. Sivyo mnavyodhani. Sivyo mnavyodhani. Watu hawa hawakulewa kwa maana ni saa 3 ya mchana. Watu hawa hawakulewa kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini leo, samahani kidogo, lakini leo kuna watu wanakunywa pombe mpaka sasa hivi ukienda kwenye baa wamo. Yaani wamelewa kuliko hata watu wa zamani walivyokuwa wanalewa. Kwa sababu gani? Akili zao zimetiwa ganzi. Hawaoni, hawana Roho Mtakatifu. Na hata leo kuna watu wengine wanaanza kuona tena dhambi bila kujua. Haleluya. Tuendelee. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Maana yake Petro ameonyeshwa kwamba hiki kinachofanyika hapa sio kulewa, sio kufanya tunalokiwaza, ila ni wakumbushe watu hawa juu ya neno la Mungu kwamba ili neno lilinenwa, lilitabiliwa katika Yoeli. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu. Itakuwa siku gani? Kanisa, itakuwa siku gani? Itakuwa siku gani kanisa? Nitawamwagia watu wote roho yangu. Nitawamwagia watu wote roho yangu. Na wana wenu na binti zenu watatabiri. Na wana wenu na binti zenu watatabiri. Na vijana wenu wataona maono. Na vijana wataona maono. Na wazee wenu wataota ndoto. Na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Petro anajaribu kuwakumbusha watu hawa kupitia neno la Mungu kwamba mambo haya yanayotendeka sio kuigiza, sio kulewa, kwa sababu watu wale waliwashangaa. Cha kwanza, walikuwa ni watu ambao wanaonekana ni watu hawafai. Kumbuka, walikuwa ni watu ambao Yesu alipoondoka akawaacha, wakawa wamekaa wapi? Hekaluni. Yaani kama vile wamejificha vile. Kwa watu kule nje wanakuwa wanaangalia, hivi wale wanafunzi walikuwa wanatembea na Yesu wako wapi? Mbona tuwaone siku hizi? Mbona watembei, wako wapi hawa? Haleluya. Kama leo watu wanavyokushangaa wewe, rafiki yangu Josefu, mbona leo siku hizi sikuoni kule baa? Mimi nilipookoka niliambiwa. Na mbona hatukuoni rafiki yetu kule kwenye kiti kirefu? Mbona hatukuoni? Kwa hiyo wakaanza kuuliza. Walipoona watu wale wametoka hekaluni, wananena kwa lugha wanazosikia wao, wakashangaa. Watu hao walikuwa wamejificha. Kwa hiyo leo wamepiga kamvinyo kidogo ili wachangamke, ili watoke nje waongee. Na hata leo wapo wengine wahubiri wengine mpaka wapige kileo. Lakini sisi tunapiga Roho Mtakatifu. Haleluya. Sisi tunapiga Roho Mtakatifu. Na kisha tunasimama barabarani, tunasimama madhabahuni, tunasimama njiani, tunamtangaza Kristo. Haleluya. Kwa sababu tumejaa Roho Mtakatifu ambaye anatupa nguvu ya kusonga mbele. Anatupa nguvu ya kusema kwa ujasiri, kwa sababu kila mahali tunapokanyaga ni petu. Haleluya. Hatuogopi. Kwa hiyo wakawa wamekaa kwa unyonge. Waliponena kwa lugha kawashangaa. Watu hao inakuaje wanaweza kunena kwa lugha? Mambo gani wanatamka hawa? Watu hao watakuwa wamekunywa pombe, wamechanganyikiwa. Lakini Petro anawakumbusha kwamba watu hawa hawajalewa mnavyowafikiria. Watu hawa wamejaa Roho. Watu hawa wamejaa nguvu ya Mungu ambayo ilitabiriwa nyakati hizo kwamba itawashukia. Bwana, tutashushiwa Roho Mtakatifu. Na mambo mengi yametajwa pale kwamba watoto wetu nao watashukiwa pia, vijana wetu nao watashushiwa pia. Lakini vijana wa leo kushushiwa, wengine macho yao wanaona maono ya tofauti, wengine wanaona maono kuacha kazi, wengine wanaona maono kuona uvivu kufanya kazi. Hawafanyi kazi kwa sababu wameona maono kwamba lazima wavuke. Wengine wanaolewa na wanawake ambao wanafanya kazi ili wawape hela, kwa sababu vijana wa leo wataka kufanya kazi. Roho ni kijana kadogo lakini kanabebwa na mama likubwa. Hawataki kufanya kazi kwa sababu ya uvivu. Hawaoni maono ya Roho Mtakatifu. Hawana Roho Mtakatifu, ila wana Roho Mtakatifu. Vijana wenu watafanyaje? Wataona maono. Kama umekaa na kijana muulize, unaona maono gani?
Mwingine anaona maono ya kuolewa tu. Mwingine anaona maono ya kuoa tu. Hayo sio maono. Utaona maono namna ya kumtumikia Mungu. Utaona maono ya kwenda mbele za Bwana kwa uaminifu. Utaona maono ya kutoka na kusimama barabarani na kumwambia mtu habari za Yesu Kristo ambaye alikufa msalabani, akafufuka siku ya tatu, akapaa mbinguni, akasema ninakwenda kuandalia makao, kisha nitakuja niwachukue ili nilipo mimi nanyi mpate kuwepo. Haleluya. Mwambie wewe unachelewa, unatakiwa uende mbinguni. Haleluya, wana wa Mungu. Hayo ndio maono tunataka tuone. Kuolewa na kuoa kutakuja automatically. Mwambie wewe kijana, kuona kuolewa kutakuja automatically. Ukingangana kuoa kama ndio maono uliopewa, utavuruta fisi, utaweka ndani, na siku akianza kukutafuna usirie, nyamaza kimya, kwa sababu uliona maono ya kuoa fisi na si mke. Kwa sababu mke mwema hutoka kwa Bwana, lakini mke mwingine hutoka duniani, na kama ni mke kutoka duniani basi unapata fisi. Mimi nimetumia jina zuri kidogo kwa sababu hata Yesu mwenyewe alisema kwamba ametutuma katikati ya umbwa. Katikati ya nini? Ya umbwa mwitu. Mbona ningetumia umbwa mwitu? Kwa sababu umbwa mwitu anauma vibaya, anakula vibaya. Umbwa mwitu waui. Yeye anakula kitu kikiwa hai, lakini fisi anakuua afu ndio anakula. Kwa hiyo unakula, unaoa fisi kwa sababu atakuwa anakula huku amekuua kabisa ndio anakula. Kwa sababu angekuwa mbwa mwitu angeendelea kunyofoa nyama huku unatembea. Anyofoa nyama unatembea mpaka unajua unadondoka chini. Tuone maono mema katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu anaposhuka anatuonyesha maono mema katika jina la Yesu. Hatuoni kushindwa, tunaona kusonga mbele. Haleluya. Hatuoni kukata tamaa, tunaona kuendelea mbele zaidi katika jina la Yesu. Akamwambia neno la Bwana, kuna wewe tafuta kulijua neno la Mungu. Tafuta kujifunza neno la Mungu limesema nini. Na neno la Mungu litakusaidia hata pale ambapo utakatishwa tamaa, utavunjwa moyo, utatumia neno kuwaelezea hiki kinachokifanya kinatoka kwa Mungu, kwa sababu neno la Mungu lilisema. Haleluya, wana wa Mungu. Nini cha kufanya? Namna ya kujaa Roho Mtakatifu. Namna ya kujaa Roho Mtakatifu. Najua umefundishwa wiki nzima, lakini nakukumbusha. Lakini pia wale ambao mkuwepo ninawaambia siri, ili muweze kukaa sawa sawa na huyo Roho akapata kuingia kwenu. Namna ya kujaa Roho Mtakatifu. Utii wa neno la Mungu. Utii wa neno la Mungu. Hii ni njia ya kwanza ya kukusaidia uweze kujaa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu limesema nini? Amesema atatumwagia Roho. Unaamini hivyo kwamba atakumwagia Roho? Na kama umeamini, basi umeliamini neno la Mungu, na ni lazima Roho Mtakatifu umpokee. Haleluya, wana wa Mungu. Naomba unisomee mstari wa kwanza ule. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa kwanza. Nitasoma. Amen. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Naposema walilitii neno la Mungu, Yesu aliwaambia wakati akiondoka, akaambia msitoke humu mpaka mjazwe nguvu. Na wao wakatii hilo neno, wakaketi na kutulia mle ndani ili waipokee nini? Nguvu. Je, sisi tunapoambiwa tuketi, tutulie, tuisikie neno la Bwana, tunatulia? Unapoambiwa utajaa Roho Mtakatifu, unatii hilo neno kwamba utajaa au unalikataa? Tusome katika Kumbukumbu la Torati 16 tena mstari wa 9 hadi wa 11. Kumbukumbu la Torati sura ya 16 mstari wa 9 hadi wa 11. Kumbukumbu la Torati sura ya 16 mstari wa 11. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amen.
utafurahi mbele ya Bwana Mungu wako, wewe na mwana wako na binti yako, na mtumwa wako na mjakazi wako, na Mlawi aliye ndani ya malango yako, na mgeni, na yatima, na mjane aliyefiliwa na mumewe, walio katikati yako, katika mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake. Mstari wa 12. Nawe kumbuka kwamba ulikuwa mtumwa huko Misri. Tena zishike amri hizi kwa kuzifanya. Amen. Akawaambia kwamba maagizo kwa yafanya, na wakayafanya siku kwa siku mpaka wakati Yesu anakuja na kufa, walikuwa wakiendelea kufanya hivyo. Maana yake walilitii neno. Haleluya. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 14. Nitasoma hapo kwa haraka. Asema, lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake, akawaambia, enyi watu wa Yahudi, nanyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Haleluya. Anawakumbusha kwamba wanatakiwa walisikilize neno lile na wakalielewe. Ndipo pale anajaribu kuwaelewesha namna gani ambapo wale watu wamejaa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yamkini na wao wangetulia wakasikiliza, wangejaa Roho Mtakatifu bila shaka katika jina la Yesu. Lakini jambo lingine, tamani kusema kwa lugha mpya. Tamani kusema kwa lugha mpya. Utakuwa ni msaada wako wa kujaa Roho Mtakatifu. Tamani kusema kwa lugha mpya. Mstari ule wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4. Akasema, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Wakajaa Roho Mtakatifu, wakaanza kutamka kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Wote, sio mmoja, wote wakajaa Roho Mtakatifu na wakaanza kusema kwa lugha mpya kwa kadri Roho Mtakatifu alivyowajalia. Wewe Roho Mtakatifu leo amekujalia utamkeje? Muulize jirani yako, mshike mkono. Muulize, Roho Mtakatifu amekujalia kusema kwa lugha ipi? Mwambie kwa lugha gani amekujalia. Amesema kwa lugha gani? Amesema kwa lugha gani? Na kama amesema kwa lugha fulani amekudanganya. Kwa sababu Roho atakujalia mwenyewe. Atakupa wakati na saa ile utapokuwa umemimina moyo wako kwake, atakushushia Roho. Utatamka kwa namna ya tofauti na huyo mwenzako, wala yamkini naweza asikusikie wala kukuelewa. Haleluya. Mwambie jirani yako, nitakapoanza kunena kwa lugha, sema, mwambie, nitakapoanza kusema kwa lugha, tafadhali usiniguse, usinikatishie mwendo wangu, uniache hivyo hivyo. Kwa sababu kila mmoja atasema kama atakavyojaliwa. Kwa Roho Mtakatifu ndiye atakayetufundisha tutakavyosema. Lakini lazima ujue, lazima uwe umekubali hili neno. Na kama hili neno utadhiaki kama walivyodhiaki wale, basi hutakaa ujae. Na kama nasema sisi tulishakuwa wa hivi hivi, yani mimi kwangu bwana ilishakuwa ni wa hivi hivi, mimi yara roho sijaagi, na hutajaa kweli. Hautajaa kweli. Kwa sababu Roho Mtakatifu hajilazimishi kwa mtu, ila anahitaji mtu mwenyewe awe hiari kumpokea. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa lazima utamani kujaa Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 31 utasoma. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 31 utasoma hapo kwa wakati wako. Lakini pia utasoma Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44 hadi 46. Hapa tusomee Frida. Tusomee Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44 hadi 46. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44 hadi 46. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro
kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa maana walisikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe? Watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi. Haleluya. Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo akamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha. Neno hilo linatufundisha kwamba si wale tu waliokoka miaka ndio wanajazwa Roho Mtakatifu. Si wale tu ambao wao ni wa kanisa la Penueli watajaa Roho Mtakatifu. Hata wewe mgeni utajaa Roho Mtakatifu. Haleluya. Yaani hawa wanashangaa Petro anapokuwa anaongea, anashangaa watu wanafurika Roho Mtakatifu, watu wa mataifa. Yaani wale waliokuwepo, waliokuwa walishajazwa Roho Mtakatifu, hawakuona kinachoendelea. Waliendelea kuduaa. Wanashangaa wale walikuwa hawajajua Roho Mtakatifu, wala hajawaambia mambo ya Roho Mtakatifu, wamejaa Roho Mtakatifu. Wakaanza kuduaa. Hata leo watakushangaa watu wa Penueli wa miaka, watakushangaa kwamba imekuwaje leo huyu dada mgeni namna hii ananena kwa lugha? Inakuwaje huyu kijana mgeni namna hii ananena kwa lugha? Na mimi niko hapa miaka nafundishwa na kamanda Paranjo, lakini bado sijajaa Roho Mtakatifu. Watajiuliza, kwa sababu sio leo wameanza kujiuliza, hata mwanzo walijiuliza, imekuwaje watu wa mataifa ambao hawajatailiwa wanaweza kujaa Roho Mtakatifu? Sisi ambao tuko hapa kila siku hatujajaa Roho Mtakatifu. Watakushangaa, kwa sababu ijaanza leo kushangaa. Na wewe ukitaka kushangaa utashangaa, ukitaka kuzama utazama. Ni wajibu wako wewe kuamua kushangaa, wewe kuamua kujaa, kwa sababu maamuzi unayo mkononi. Haleluya. Nasema na mtu hapa, mnata sasa mnanishangaa. Mimi napiga gombo na namaliza naishia zangu kule Nshinde, kwa sababu nimepata maiki iliyo sahihi leo kuliko ile ya kwangu, nitakuhubiria. Sasa wewe endelea kushangaa. Hii ndio kawaida ya watu kushangaa. Huyu jamaa naye ametoka wapi? Ametoka hapa Penueli. Haleluya. Haleluya. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Baba yenu sana wahubiriaga hivi, ambaye ni baba yangu pia. Sasa unafikiria nini zaaje? Wewe kama ulizaliwa Ndebire, mimi nimezaliwa na viungo vyote iko imara. Nitamtangaza Kristo kwa sababu baba yangu anamtangaza Kristo. Haleluya. Wewe kitakushangaa shangaa. Niliwaambiaga wanaume, nitawakumbusha tena leo. Siku moja kwenye kikao pale, useme niko mwanaume, nilianza hapa mkurugenzi wa CMF. Nikawaambia hivi, msipotia bidii, miaka inayokuja ili kanisa litakuwa kubwa, alafu wewe mwenyewe utajiona hufai, kwa sababu utakosa hata nguo ya kuvaa iliyo sahihi na kanisa ulionalo. Na mwisho wa siku utaamua ukimbie kwa maneno ya tofauti na kuwachukia wale watakaokuwa wamekuja hivi karibuni, kwa sababu watakuwa na uwezo kuliko wewe. Nitazame vizuri. Niliwaambia kama wewe ni mke una mume humu, kamuulize. Hiyo ni utabiri. Kama utabadilika kumtumikia Mungu kwa bidii, watakuja watu hapa na wewe utawaona watu hao hawafai na kuwasema vibaya, kwa sababu wewe hujafanikiwa, wao wamefanikiwa. Ni kwa sababu Mungu analeta vyombo vipya kulingana na ngazi yake inavyosonga mbele. Na sisi tunatakiwa tuinuliwe, tukaende mahali hapo ambapo Bwana amepanda. Usibaki kushangaa. Ukishangaa utashangaa sana. Lakini mambo mazuri, kuna mambo mazuri na mabaya ambayo yanaweza kutokea kwa watu ambao hawataki kujaa Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza ambalo linaweza kutokea kwako, utakosa ujasiri. Utakosa ujasiri. Lakini jambo la pili, hutajazwa Roho Mtakatifu kabisa. Hayo ni mambo mabaya yatakayotokea kwako kama hutaki kumchukua Roho Mtakatifu huyu, hutaki kumtii. Nitakupa maandiko kwa haraka kwa sababu muda wenyewe umekwenda. Utasoma katika Matendo sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 13. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 8 hadi 13. Utaona hapo kwamba sio Matendo ya Mitume, samahani. Ni Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 9 hadi 11, tumeshaisoma. Utajikumbushia tena hapo. Lakini hutajazwa Roho Mtakatifu, utasoma katika Matendo ya Mitume hayo ambayo tumeshaisoma pia, sura ya 10 mstari wa 44 hadi 46. Utaona hapo kwamba
walianza kushangaa watu wa mataifa wanajazwa roho, lakini wao ambao wamedumu kila siku ndani ya ni Wayahudi ambao walimuona mpaka na Yesu kwa macho, lakini hawajazwi Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanadhihaki, hawataki kulitii neno, na Mungu alazimishi mtu. Lakini pia kuna mambo mazuri. Kama kuna mabaya, basi kuna mazuri. Mazuri ni mambo haya: utakuwa jasiri. Mstari wa 14 tumeona pale, mstari wa 14, utakuwa jasiri. Lakini si hivyo tu, utajazwa Roho Mtakatifu kwa viwango vya tofauti. Tunajaa siku kwa siku. Haleluya, wana wa Mungu. Roho Mtakatifu anashuka, lakini kujaa ni kitu kingine. Anaweza kashuka mko hapa. Tumeambiwa hapa walikuwa wote pamoja na wakajazwa wote pamoja. Na sasa kama tupo hapa kanisani sisi sote pamoja, kwa nini wajae wawili watatu wabaki? Si umejiuliza kitu hicho? Kwa nini wengine wanajaa mimi nabaki? Yaani kama hujawahi kujaa, unatakiwa umuulize Mungu leo, ni wapi mimi, kwa nini sijai? Tuko pamoja au mnanishangaa? Mshike jirani yako mkono, muulize, ndugu yangu, yaani mimi niko hapa miaka kadhaa lakini sijajaa Roho. Hii ni nini? Shida ni nini hapa? Uzungumza naye. Nimekupa ruhusa. Kanisani uruhusi kuongea, lakini sasa hivi nimekupa ruhusa, zungumza naye. Rafiki yangu, niko hapa lakini nilijaga mara moja tu, alafu sijaendelea kujaa. Alafu nilijaa alipokuja mchungaji fulani, lakini sijaendelea tena kuona mambo yakitokea. Shida nini? Shida nini? Muulize rafiki yako huyo, shida nini? Basi sijai Roho Mtakatifu tena. Tunapokumbuka Pentecost, tunapotambua kwamba ni Pentecost ya kwetu, tutakuwa tukizama ndani zaidi ili tujae tena na tena, ili tujae tena na tena. Kwa sababu ulijaa ndio, lakini kutokana na mahangaiko hapa na pale, kuna wakati yanashuka kidogo, kuna wakati unapungukiwa kidogo. Hata leo walitangaza kwamba maombi yetu yanaanza 12:30, lakini wewe umekuja saa 1, ulipunguza mafuta kidogo. Ulipunguza mafuta kidogo. Japo kibinadamu nasema mimi ni mwanadamu, sio malaika. Ni kweli wewe sio malaika, ndio, hata Mungu anajua sio malaika, lakini amekupa nguvu, amekupa afya, amekupa macho ya kuona. Ungeweza kutembea bila kushikwa mkono, na hivyo basi ungewahi. Maana saa 12:30 ungekuwa huko ndani unamuita Bwana. Maana pale ulipunguza mafuta kidogo, hayakuisha, yalipungua kidogo. Sasa ni wakati wa kwenda kujaza, ni wakati wa kwenda kujaza. Wakati mwingine ulihitaji, lakini ukoona, nakwambia Bwana yupo hapa kukuhudumia leo. Bwana yuko hapa kukuhudumia leo, ukupeleka viwango vingine, lakini lazima ukubali kutii. Lazima ukubali kutii. Usiwe mtu wa kushangaa, uwe mtu wa kusimama na kusema leo lazima kieleweke. Leo lazima kieleweke. Simama usogee mbele ya madhabahu. Simama usogee mbele ya madhabahu. Acha kushangaa wewe. Acha kushangaa wewe. Ya katika kumwachia Bwana nguvu hapa. Bwana amekupa nguvu hizo. Umetumia kwenye biashara yako, umetumia kwenye kazi yako. Bwana hujamwachia hata kidogo. Bwana hujamwachia hata kidogo. Unasema siwezi. Nasikia mbavu zinauma. Oh ya. Umekuja hapo muone Bwana akatende kazi kwako. Hiyo sio swala la kujiuliza. Ni ukimbilia madhabahuni. Acha uvivu. Simama, isogelee madhabahu. Ukazungumze na Bwana. Wana wa Safu ikawaone hapo juu. Wana wa Safu ikawaone hapo juu. Ukimshusha Roho wa Bwana, ukimshusha Roho wa Bwana, ukifika hapo unaanza kunena wewe. Usinyamaze kimya. Ukifika hapa mbele, anza kuongea na Bwana. Anza kuongea na Bwana. Anza kuongea na Bwana. Muulize Bwana wangu, imekuja kwako. Nahitaji neema tena. Nahitaji mafuta tena. Sisikie sauti. Kuna mtu anamhitaji Roho Mtakatifu hapa kweli? Kuna mtu anamhitaji Roho Mtakatifu hapa kweli? Kuna mtu anamhitaji Roho Mtakatifu? Sijaje kukuhamasisha mpendwa, nimekuja kukukumbusha. Najua unafahamu kwamba yupo Roho Mtakatifu, lakini bado tunamhitaji. Ndio maana niliwekwa. Watu wao waliwenda wakajenga vibanda wakamtukuza Bwana. Wewe umejenga kibanda gani? Oh ya ramasataya imomorikatarabo imomorikelebo ikaralabo saika. Mnatakiwa muimbe mpaka mnizidi mimi, wala sio mimi ni wazidi nyie. Ushushe Roho Bwana. Unatakiwa uombe
mpaka Roho Mtakatifu ashuke. Sikuwekei mkono mimi. Unahitaji umuite Bwana. Unamhitaji umuite Bwana. Iya ramasaka. Iya ramasaka. Orikatarabo. Imomorikerere. Ikarabo saika. Orikatarianarabo. Ikorikerebo saya. Oriamasatariana. Baba Mungu mwenye uwezo, wewe ni yule jana hata milele. Watoto wako wako hapa leo, watoto wako wako hapa leo, wanahitaji neema yako, wanahitaji nguvu mpya, nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya ujao, nguvu ya ujao, nguvu ya ujao, nguvu ya ujao. Ujae tena, ujae tena, ujae tena. Iya rabasaka, iya ramakasa, oriketerebo saka, oria masandarianda, ikoriketerebo saya, imamoriketerianda, ikorarabo saka, oriketerebo saka, iya bababosi. Niguse, goza moyo wangu, nigusa wewe, itakuwa salama. Yesu niguse, niguse. Mwambie gusa moyo wangu. Nahitaji nguvu mpya, nahitaji kusonga upya, nahitaji kuendelea mbele. Gusa moyo wangu, kinigusa wewe, nitakuwa salama. Niguse, moyo
seka. Orika mama Marianda. Ikorike rebo korianda. Iyarabo satarianda. Ena kwa lugha mpya. Ena kwa lugha mpya. Ena kwa lugha mpya. Ikora rabo saika. Ayo da roho imeshuka. Roho wa Bwana imeshuka. Ameigusa roho yako. Ameigusa roho yako. Akupeleke viwango vingine. Viwango vya juu zaidi. Viwango vya juu zaidi. Viwango vya juu zaidi. Iya rabo. Iya rabo korianda. Ikorike rebo sa. Ikoria rabo saka. Hiyo nguvu haitoshi. Ongeza nguvu tena. Ongeza nguvu tena. Ongeza nguvu tena. Iya rabo kosa. Iya makarabo saya. Orike rebo sika. Oria masatarianda. Ikorike rebo saka. Oh yes. Iyo ramaka. Ikore rebo koyanda. Imamorike rebo saya. Orike rebo sika. Imamoraka sika rebo saika. Oh iya. Imamoraka. Imamorikata. Ikorikata rabo. Oria masiketerianda. Ikore rebo saika. Ayai rabo. Iya mama rabo. Iya rabo kosikata. Ikoria rabo saka. Iyo. Imamo moria baba. Ikorike rebo saka. Oria rabo sete kerian. Imamorike rebo saka. Oria masete kerian rabo sa. Ikora rabo sete kerian. Imamorike rabo sai. Oh ya baba. Oh ya baba. Oh ya baba. Imoraka. 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 Iko sekretaribo saika. Oria makarabo saka. Imamorike rebo sai. Ikoria rabo sete kerian. Imamorike rabo sai. Ikoria makasikata. Imamorike rebo sete kerian. Oh ye kasakata. Iyo ramoko sikata. Imamorike rebo saka. Iya rabo korianda rabo sika. Ikaka rabo korianda. Ikara rabo korike terianda. Imamoria masike rebo sai. Iora. Imama kasa. Ikoreke rebo sai. Ira rabo sete kerianda. O korika taria rabo sika. O iya makasa. Iyo rabo korianda rabo sai. Ibos. Ikoria mama baba. Ikoria mama baba. Orike rebo saka. Chungaji wasaidizi tupite katikati. Tuone mtu yule anahitaji maombi. Haweze kuwekewa mkono wa Bwana. Haweze mkono weka mkono juu yake kwa ajili ya Bwana. Endelea kumuita Bwana. Endelea kumsihi Jehova Shama. Yuko hapa na kusikiliza. Iya rabo sekretariana. Ikoria rabo sekretaribosai. Oraka sikatariana rabo sika. Oria makaria rabo sai. Ikorike rabo sekretariana. Okoraka sikariana rabo. Ikoria masete geribosai. Ori mama kasikata. Ikoria rabo sai.